Kwa nini watu wawili waliozaliwa mazingira sawa wakasoma shule moja na kuwa na fursa zinazofanana, mmoja anakuwa maskini na mwingine anakuwa tajiri, au mmoja anakuwa na furaha na mwingine anakuwa na msongo wa mawazo na huzuni kila siku? Siri kubwa haipo kwenye bahati wala haipo kwenye kiasi cha fedha walichonacho benki kwa sasa. Siri ipo ndani ya kitu kimoja tu: mawazo yao. Kuna sheria moja ya asili ambayo haijawahi kufeli tangu kuumbwa kwa ulimwengu: wewe unakuwa kile unachokiwaza mara nyingi zaidi. Kitabu cha You Become What You Think kinatufundisha kuwa maisha ulionayo sasa, iwe ni mafanikio au changamoto, ni matokeo ya picha uliokuwa ukitengeneza kichwani mwako miezi au miaka michache iliyopita. Akili yako ni bustani. Fikiri akili yako kama ardhi yenye rutuba. Ardhi haina upendeleo. Ukipanda mbegu ya embe itakupa mwembe. Ardhi haikuambii kuwa siwezi kukuza mwembe. Yenyewe itakuza chochote ulichopanda. Mawazo yako ndio mbegu na maisha yako ya kila siku ndio matunda. Kama kila siku unapanda mbegu za mimi siwezi, maisha ni magumu sana na sina bahati, akili yako ya chini, subconscious mind, itachukua mbegu hizo na kuzikuza. Baada ya muda utaanza kuona magugu ya umaskini, hofu na kushindwa yakichomoza kwenye maisha yako halisi. Huwezi kupanda mbegu za tikiti maji ukategemea kuvuna machungwa. Vivyo hivyo, huwezi kuwaza umaskini na kushindwa kila siku ukategemea kuvuna utajiri na mafanikio. Hebu tuangalie kisayansi na kisaikolojia ni kwa namna gani hasa mawazo yanapobadilika kuwa uhalisia. Kuna mzunguko wa hatua 4 ambao unafanya kazi kila sekunde ya maisha yako. Kwanza ni mawazo au fikra. Kila kitu kinaanza hapa. Unapowaza jambo fulani, akili yako inatengeneza picha. Pili, hisia. Picha hiyo inazalisha hisia. Ukizungumza moyoni mwako kuwa leo itakuwa siku mbaya, mwili unaanza kujisikia mnyonge na wenye hofu zaidi. Tatu ni vitendo. Hisia zako ndizo zinazoendesha vitendo vyako. Mtu mwenye hisia za kushindwa hawezi kufanya kazi kwa bidii, hawezi kuona fursa na anataka kukata tamaa kila wakati. 4, matokeo. Vitendo vyako vinapoleta matokeo mabaya, unajisemea tena, nilijua tu nisingeweza. Na hapo unakuwa umejithibitishia kile unachowaza mwanzoni. Huu ni mtego ambao 95% ya watu wamenaswa nao. Wanaangalia matokeo ya sasa kama vile kukosa pesa. Wanayaruhusu hayo matokeo yatawale mawazo yao na mzunguko unajirudia. Ili ubadili matokeo lazima uvunje mzunguko huu kwa kuanza kubadili hatua ya kwanza, mawazo yako. Mbinu 3 za kubadili fikra zako. Sasa swali kubwa ni kwamba ninawezaje kubadili mawazo yangu ikiwa nimezungukwa na mazingira magumu au yenye changamoto? Hapa kuna mbinu 3 thabiti zinazoweza kufanywa kazi na watu waliofanikiwa zaidi duniani. Mbinu ya kwanza: linda milango yako ya fahamu, spiritual and mental diet. Akili yako inalishwa na kile unachokiona na kukisikia kila siku. Ukiamka asubuhi, kitu cha kwanza unachofanya ni kuangalia habari za kusikitisha, udaku au kulalamika. Kwenye mitandao ya kijamii umeingiza malighafi mbovu kwenye kiwanda chako cha akili kila siku. Badili chakula cha akili yako. Anza siku yako kwa kusoma kurasa chache za kitabu cha hamasa. Sikiliza audiobook au video zinazokufundisha ujuzi mpya au zinazojenga imani yako. Mbinu ya pili: tumia kauli chanya, affirmation, kwa imani. Akili haijui utofauti wa kitu unachokiwaza kwa hisia kali na kitu kinachotokea kweli. Unapojitamkia kauli chanya asubuhi, unalazimisha akili yako iamini hivyo. Instead ya kusema sina pesa, anza kusema niko kwenye mchakato wa kutengeneza mifumo itakayonitengenezea uhuru wa kifedha. Akili yangu ina uwezo wa kuona fursa na kuzalisha kazi. Isemee hii kwa hisia na mamlaka kiasi kwamba akili yako itaanza kuamini na kuishi kwenye mfumo huo. Mbinu ya 3, taswira ya mafanikio, visualization. Kabla ya kulala au unapoamka usiku, katika yale masaa ya utulivu mkubwa zaidi, funga macho yako na uone picha ya maisha yako yanavyotaka kuwa. Jione ukiwa kwenye ile ndoto unayoiamini. Jione ukipenya kwenye mianya migumu, ukipewa pongezi mbele ya maelfu ya watu. Ishi kwenye hiyo picha kana kwamba tayari imeshatokea. Mwandishi James Allen aliwahi kusema, mtu hadidimii kwenye umaskini au matatizo kwa sababu
ya hatima au bahati mbaya, bali ni kwa sababu ya mtiririko wa mawazo yake duni. Kuanzia leo, chukua jukumu kamili la maisha yako. Wewe ndiye kapteni wa meli yako mwenyewe. Ukiruhusu mawazo yako ya hofu, mashaka na uoga yatawale meli yako, itazama. Lakini ukijaza akili yako mawazo ya utajiri, maendeleo, nidhamu na ujasiri, hakuna nguvu yoyote duniani inayoweza kuzuia kufanikiwa kwako. Kumbuka, wewe ni kile unachowaza. Badili mawazo yako, ubadili maisha yako. Je, ni mawazo gani kati ya haya ambayo unaenda kufanyia kazi rasmi kichwani mwako kuanzia leo? Niandikie kwenye comment hapo chini. Kama video hii imekupa thamani, usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili uendelee kupata madini kama haya kila siku. Mpaka wakati mwingine, endelea kulisha akili yako mambo makubwa.